Yo, it has been so fantastic jamani kwa mashabiki wa Arsenali nchini Kenya kama Afrika ama duniani kote. Mpaka mapandis wa football wanawataja katika podcast zao, wanawataja katika shughuli zao. It has been good by the way. Arsenal fans kujitokeza katika mitaa mbalimbali kushangilia Kenya mifanye imekuwa mahali pengine pakubwa sana. Lakini jamani, tuachane nayo maana tunajua kesho siku ya Saturday shughuli ni ipi? UEFA Champions League. But before Champions League tunarudi upande wa hapa home nyumbani, tunazungumzia vijana ama mabaidhati, watoto wa kike akina Emily under 17 Kenya watakuwa wanacheza dhidi ya Uganda, ile return leg, yani second leg katika uga wa Nyayo. Kwa hivyo tutakuwa tunajua kipi ambacho kitakuwa kinajiri. Moja kwa moja nilikuwa ninatoka hapo kwa Kenya ili sasa tuje katika ligi yetu ya hapa nchini Kenya. Mechi zitakuwa zinapigwa siku ya Jumapili, mechi za mwisho kabisa. Nairobi United watakuwa wanacheza na Gor Mahia na wao ndio watakao shuhudia sasa vijana wa Gor Mahia wakilinyanyua taji la KPL ama SportPesa Premier League. Kikubwa tuangalie vile ambavyo shughuli zitakuwa. Je, ligi itapambwaje? Shughuli zitakuwaje siku ya mwisho wakati ambao kwamba vijana wa Gor Mahia Kogalo watakuwa wananyanyua makwapa kufanya shughuli kwa kweli. But in the meantime mashabiki wa Gor Mahia wameambiwa kwamba waje na handkerchief nyeupe ili kusaidia kwenye zile shughuli. Alafu pia wameombwa jamani wasiingie ugani kwa sababu wachezaji wanataka kupiga picha na familia zao wakisherehekea ushindi. Itakuwa ni ushindi ama ushindi wa taji la kwanza la kocha kutoka Ghana. Alafu pia kuna Wagana kadhaa pale ndani ambao wanafanya shughuli kwa kweli. Kwa hivyo shughuli kwa Kenya Premier League itakuwa inatamatika siku gani? Jumapili. One big thing ambayo ilifanyika jana, the event of Nairobi United Club Gala Awards jamani, ilikuwa tamu sana. Kevin Tea alipewa ile tuzo ya kuwa mwanahabari wa mwaka, na baada ya yeye alipewa pia Wangaya Kevin kuwa the signing of the season. The guy has been so good bana. Tumzungumzie tu tujue jamaa alikuwa mzuri sana. Alafu amepokea taji mbili, signing of the season na fans player of the season. Kevin Wangaya, bingwa kwa jina la Enoch Machakana, alichukua kama player of the season. Kapiga shughuli kwa kweli. Kefaswani alitoa nini? Alitoa discipline player, mchezaji mwenye nidhamu sana, na shughuli ikawa nzuri. Baadhi ya wachezaji pia walipewa wazuri. Kulikuwa kuna best GK, best midfielder, best forward. Duncan Omala yeye alipewa ile tuzo young player of the season. Tunakumbuka ashai kuitumikia Gor Mahia, akapiga shughuli zikawa kweli na akafanikisha mambo yakawa mazuri sana. Bana, tukivuka kidogo tu juu, majirani zetu Tanzania under 17 wametinga finali ya AFCON. Inaniuma lakini ni sawa. Watakuwa napiga na nani? Watakuwa napiga na Senegali. Senegali amekuwa akifanya shughuli nzuri sana katika mambo yake ugani. Senegal amempiga Morocco. Morocco ana talent sana. Vijana anachezea Chelsea akina Rabanch, madogo anachezea timu kubwa. Lakini Senegali alimfunga na saizi yuko finali. Sasa final itakuwa kati ya nani? Kati ya jirani na mabingwa hawa wanaitwaje jamani, producer wangu Fortune, na uwezi nikumbusha. Vijana wa Senegali under 17 watakuwa wanacheza dhidi ya Serengeti Boys, yani TZ. Tuvuke sasa twende kule masehemu zetu kule majuu kabisa. Akraf Hakimi yuko vizuri, Osimhen Dembele yupo vizuri. Kesho itakuwa siku kubwa sana, saa 1 juu ya alama bana. Tune into Amaika Radio upate uondo wa UEFA Champions League. Lakini tunamzungumzia Mikel Arteta, mkufunzi bora wa Premier League season ya 2025 2026. Shughuli zikoje? Yeye amejipangaje? Ukumbuke kuna kauli aliwahi kutoa Luis Enrique akisema kwamba the only coach mwenye anamtisha alikuwa ama kikosi ambacho kilimsumbua kilikuwa kikosi cha Enzo Maresca kilichompiga kwenye Club World Cup.
alivyopigwa hatambui, mbinu alizotumia Enzo Maresca hakuwa amezifanyia somo lolote wala hazikuwa katika akili zake. Kwa hivyo tunasubiri tujue kesho Luis Enrique atashinda huu mtanange wa Arsenal kiurahisi kule Budapest, ama shughuli zitakuwaje kwaje, ama Arteta ataungana na Aston Villa pamoja na Crystal Palace katika kushinda kombe la Ulaya, na hili ndo lile kubwa kabisa, UEFA Champions League. Itakuwa ni historia. Arsenal hajawahi kushinda kombe la UEFA Champions League tangia babu ya mababu zetu anazaliwa Arsenal mpaka leo hii hawajaishinda UEFA Champions League. It will be first in history. Ilikuwa mara ya kwanza washinde wakati ambao bingwa kwa jina la Thierry Henry alikuwa captain, lakini mwisho wa siku akaishia kupigwa na Barcelona kipindi hicho. Sasa tunasubiri tujue, je, kesho Arsenal watashinda kombe au bado? Tukienda kwenye uhamisho kidogo, Julian Alvarez anatakikana sana na vijana wa Barcelona. Bernardo Silva anatakikana na Barcelona. Na pia kulikuwa kuna tetesi kwamba Joao Pedro alikuwa anatakikana na Barcelona, lakini mwisho wa siku zile tetesi zikaisha baada ya wao kuzamia sana kumtafuta Julian Alvarez ili kwenda kuchukua mikoba ya nani? Roberto Lewandowski. Lakini kuna signing ambayo tayari imeshakamilika, Anthony Gordon. We are speaking about the English players going to La Liga. Kuna kitu natamani sana kiweze kutokea, iwe kwamba majina makubwa wachezaji wa timu ya Uingereza, tunazungumzia timu ya Thomas Tuchel, wanacheza nje sana. Tunazungumzia the likes of Trent Alexander-Arnold, tunazungumzia mabingwa kama Harry Kane ambao saizi uko Bundesliga, tunazungumzia mabingwa kama kina Pickford. Wengi tu wao wanacheza nje ya Premier League kando pale. Kwa sababu gani? Media houses za Premier League huwa zinampamba sana mchezaji mpaka hata anajisahau. Wanapoenda katika kombe la dunia mambo yanageuka na kwa mengine. Kikubwa jama, katika tetesi za usajili kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanyika ndani na nje ya shughuli. Kwa hivyo tunasubiri tujue kipi ambacho kitakuwa kizuri na kipi ambacho katika timu ya mwafulani na timu ya fulani itakuwa inaongezewa shughuli kwa kweli. Tukienda katika timu ya Real Madrid, Mourinho watakuwa namtangaza nadhani muda wote, maana yeye ndio kocha ambao kwamba amfukuziwa kutoka kule Benfica. Kwa hivyo na yeye pia atakuja pale, anataka kupiga shughuli za pesa ndefu. Alafu tukimzungumzia bingwa kwa jina la Enzo Fernandez, Hazard amemwonya akasema kwamba oya bingwa wangu, kule wanataka consistency, so tu kwamba ukienda kule uonyeshe kiwango duni utatemwa. Hebu jifunze kutoka kwangu mie. Eden Hazard nilienda kule, shughuli ilipigika, lakini haikupigika vile ambavyo kwamba ilifaa kupigika vilivyo, na shughuli zilivyoenda ikawa hivyo. Lakini kuna tetesi zinasema kwamba endapo basi bingwa kwa jina la Enzo Fernandez yule Argentina atakuwa anaenda Real Madrid, basi Chelsea itademand nini? Itademand wapewe bingwa kwa jina la Tchouameni pamoja na Dean Hudson yule Mhispania ambaye alikuwa anaitumikia Bournemouth. Kipindi fulani Chelsea walikuwa wanamhitajia na mambo ya kwenda uzuri. Kijana wa Chelsea sajili mpya kutoka Strasbourg anaitwa Valentine Bako. Ameitwa katika kikosi cha Argentina kitakacho iwakilisha Argentina kwenye World Cup. Alejandro Garnacho ameachwa nje. Kijana watu anateseka. Unajua kuna kipindi unaweza kupikopi vitu lakini vikawa vifanikiwe upande wako wako. Mfano Jadon Sancho, yeye kila anakoenda anakuwa mambo yanakuwa uzuri, lakini yeye bingwa kwa jina la Alejandro Garnacho ni kama mambo hayatamwendea uzuri katika klabu ya Chelsea. Na tukizungumzia klabu ya Man U na Chelsea, Marcus Rashford, wanasema kwamba baada ya Bernardo Silva kusajiliwa, Marcus Rashford itabidi wamemtema. Wale Barcelona wataachisha ule mkopo wake na mwisho wa siku atarejea Man United. Lakini yeye tayari alikuwa ameshasema kwamba hataki kufanya shughuli tena Man United. Na Tottenham wanakujia hapa, wanasema kwamba wanamhitajia udogo. Sijui kama atakubali kwenda Tottenham.
sijui kama atakubali sasa kusalia katika klabu ya Manchester United, na sasa mentality ni nyingine katika klabu ya Man United, wanataka ushindi. Carrick ball is walking. Tutakuwa tunasubiri tuone, je, kati ya magwiji ambao wamesha kuitumikia EPL nani atatesa sana? Tunamuona Mikel Arteta wa Arsenal, tunamuona Xabi Alonso ambaye alitumikia Liverpool, saizi ni kocha wa Chelsea, alafu tutakuwa tunasubiri pia kumuona Enzo Maresca ambaye alikuwa chini ya nani? Chini ya Pep Guardiola. Nao wote ni wanafunzi wa Pep Guardiola. Sipati picha, kwa mfano siku anakuja bingwa kwa jina la Vincent Kompany naye kuja pale kufanya shughuli. Kwa kweli, all in all jamani, congrats Arsenal, all the best in the UEFA Champions League. Kesho fanya miadi na sisi kuanzia majira saa 9 juu ya alama ama ikaviwanjani mpaka UEFA Champions League majira ya saa 1 jioni. Langu jina ni Agadi Asiko. Panapo majaliwa basi Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kukutana tena. Nyuma ya CMR amekuepo bingwa kwa jina la Fortune pamoja na producer kwa jina la Gladys Waithira. Signing out is your boy Agadi Asiko.